aidha umeajiriwa au umejiajiri, uwe mwanafunzi wa chuo, uwe mama mstaafu au baba mstaafu, mama wa nyumbani, mjasiriamali, mtu yeyote yule anaweza kufanya hii biashara ya Eternal International. Lakini kingine, nilivutiwa sana pale ambapo niliambiwa kwamba utapata kipato endelevu, kwa maana unakuwa na uhuru wa kipato. Binafsi tulikuwa au kuna watu wengine ambao wameajiriwa. Tunajua kwamba kama umeajiriwa, ukiambiwa kwamba kwa mwezi utakuwa unalipa shilingi 500,000, basi itakuwa ni ile 500,000. Lakini baada ya kuja Eternal International unakuwa na kipato ambacho ni huru, kwa maana kwamba hatuna limitation ya kipato. Uwezo ukaniambia mtu ambaye anajituma kufanya kazi na yule ambaye anategea wapate kipato sawa sawa. Kwa maana hapa Eternal International haki inatendeka. Ukifanya kikubwa utavuna kikubwa, ukifanya kidogo utavuna kidogo. Lakini kitu kingine ambacho nilivutiwa nacho mimi kama kijana ni pale ambapo niliambiwa kwamba unaweza kupata safari. Kwa maana kwamba safari, nafurahi sana kwa mara ya kwanza napanda ndege nilipandia Eternal International. Kwa hiyo nilivutiwa sana na safari. Biashara Eternal International, na imani kwamba mlioko hapa wageni mnajiuliza kwamba nawezaje kufanya hii biashara. Muhimu ni kwamba CEO mmiliki wa hii taasisi aliweka utaratibu mzuri sana ambao unakwenda kutofautisha kati ya biashara ya Eternal International na biashara zingine. Akasema kwamba ili uweze kutambulika katika taasisi yake na kuweza kupata haki zako za msingi, basi unatakiwa usajiliwe. Usajili aliweka shilingi 72,000. Lakini kwa leo akasema wageni wote ambao wamefika leo basi wapewe ofa kwa shilingi 48,000 tu. Basi utakaposajiliwa utapewa package ambayo inakuwa na vifaa vifuatavyo. Cha kwanza kabisa utapewa kadi. Hii kadi inakuwa na majina yako, inakuwa na namba yako ya simu, tarehe ulianza biashara, lakini pia inakuwa na ID namba yako, namba ya utambulisho. Lakini hii kadi pia inakuwa na kazi zake. Kazi ya kwanza ya kadi inatumika kuwahudumia wagonjwa wote uliowapa taarifa wewe, wawe ndani ya Dar es Salaam au nje ya Dar es Salaam. Lakini kazi nyingine ya pili inatumika kuwasajili watu wengine ambao aidha rafiki yako, ndugu na jamaa ambaye unafutiwa na yeye aje Eternal International aweze kutengeneza kipato kama vile ambavyo wewe unatengeneza. Lakini kazi nyingine inatumika kusaini malipo ya kila siku na ya mwezi. Lakini kazi ya mwisho inatumika kusaini zawadi mbalimbali ambazo unapewa na kampuni. Baada ya hapo kuna kitu kinaitwa kitabu. Kitabu kwanza kabisa kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Lakini katika kitabu kile kina mwongozo mzima kabisa wa biashara yako na zawadi mbalimbali ambazo utakazopewa utakapopewa katika kampuni ya Eternal International, zote ziko katika hicho kitabu. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa kwamba kitabu ndio mkataba wako. Lakini kuna t-shirt na kofia. T-shirt na kofia vina nembo ya kampuni. Unapokuwa unavaa vinatumika kama bango, kwa maana unatangaza biashara yako. Baada ya kupewa sasa vitendea kazi, tayari umekuwa ni mwanachama halali. Unaanza kugawana faida na kampuni kwa chochote utakachokifanya. Tunayo malipo ya aina 4. Malipo ya kwanza ni malipo ya vipimo. Kwa maana kwamba aliyetoka hapa ameelekeza kwamba vipimo, tunavyo vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 30,000. Unapomwelekeza mgonjwa akaja kupima kwa shilingi 30,000, basi kampuni tayari imetenga pesa kwa ajili ya kukulipa wewe.
ambayo kila mgonjwa mmoja ambayo utamwelekeza kuja kupima utalipwa shilingi 15,000 kwa kila mgonjwa mmoja. Ina maana ukielekeza wagonjwa wawili unalipwa shilingi 30,000, watatu 45,000, wanne 60,000 kwa muda huo huo siku hiyo hiyo. Lakini tunakuja malipo ya pili. Malipo ya pili ni malipo ya usajili. Unapomsaidia mtu akaja akafika akaanza biashara kwa shilingi 72,000. Kwa maana leo hapa ni ofa ya shilingi 48,000. Lakini tukishatoka hapa inarudi pale pale 72,000. Kwa maana kwamba unapomsaidia mtu akaja kuanza biashara kwa shilingi 72,000, basi kampuni imetenga pesa kwa ajili ya kukulipa ambayo ni shilingi 24,000 kwa kichwa kimoja. Kwa maana ukishirikisha watu wawili unalipwa shilingi 48,000. Watu watatu shilingi 72,000. Na kuja malipo ya tatu. Malipo ya tatu ni malipo ya bonus. Haya malipo unalipwa mwisho wa mwezi. Malipo haya yanatokana na manunuzi ya dawa pale ambapo umemshirikisha mgonjwa, akaja kupima akaonana na daktari. Daktari akagundua na changamoto, akamwandikia dawa kulingana na changamoto yake. Basi yule mgonjwa akaamua kununua. Ndipo unaweza ukalipwa mwisho wa mwezi, kwa maana kwamba zile dawa ziko na pointi yake, kuna thamani ambayo imepewa. Na kila pointi moja ni sawa sana shilingi 2,400 ya Tanzania. Mgonjwa mmoja anaweza kukuingizia pointi 100 na zaidi. Kwa hiyo tunachukua kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 ya mwisho wa mwezi. Unajumulisha pointi zako zote ambazo umezipata katika manunuzi ya bidhaa, basi unapewa pesa yako. Lakini baada ya hapo kuna malipo ya zawadi. Malipo ya zawadi tunayo madaraja kuanzia 1 mpaka 10. Daraja la kwanza ni nani? Daraja la kwanza ni memba mpya alianza biashara leo. Kwa ukianza biashara leo tunakuhesabu memba ngazi daraja la kwanza. Lakini utawezaje kutoka daraja la kwanza uingie daraja la pili? Daraja la pili ni pointi 100 tu, ambaye ni mgonjwa mmoja uliyemsaidia kaja kupima akanunua dawa. Lakini pia daraja la tatu. Daraja la tatu ni pale ambapo utasaidia wagonjwa wawili tu waliopima wakachukua dawa. Ndipo zawadi zinapoanza kutolewa. Zawadi ya kwanza katika daraja la tatu inatolewa zawadi ya diary. Zawadi ya diary kwa maana kwamba wewe ni mfanyabiashara mkubwa sana, hupaswi kuandikia au kutumia madaftari ya kawaida. Kwa hiyo kampuni inakupatia zawadi ambayo inaendana na hadhi yako. Lakini unapofika daraja la 4 unapewa zawadi ya document folder au bag la mgongoni. Unapofika daraja la 5 basi kampuni inakupatia dawa kwa ajili ya kwenda kujitibia wewe na familia yako. Kwa maana muasisi wetu anahitaji tuboreshe afya tuweze kufanya kazi vizuri zaidi. Lakini unapofika daraja la 6 ndipo unapewa safari ya kwenda kati ya nchi mbili, Dubai au South Africa. Lakini kuna daraja la 4. Daraja la 4 unapewa gari yenye thamani ya milioni 19,200,000. Daraja la 7. Yes. Baada ya hapo kuna daraja la 8. Daraja la 8 unapewa zawadi ya gari yenye thamani ya milioni 43,200,000. Baada ya hapo kuna daraja la 9. Daraja la 9 unapewa nyumba ya milioni 60. Baada ya hapo kuna daraja la 10 ambalo utapewa nyumba ya milioni 180. Na ukifika hapo unakuwa ni shareholder wa kampuni, unaenjoy maisha. Asanteni sana, karibuni sana.